Ukraine yasema Urusi imefanya mashambulizi 39 ya drone. Urusi imefanya mashambulizi ya drone usiku wa kuamkia Ijumaa wakati mjumbe maalum wa Rais Donald Trump kwa ajili ya Ukraine Steve Witkoff akifanya ziara mjini Moscow. Jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi limefanya mashambulizi makubwa. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa katika mtandao wa X, jeshi la anga limezitungua drone 24 na nyingine 13 hazikuyafikia maeneo yaliyonuiwa kushambuliwa kutokana na uwezekano wa hatua za kielektroniki za kivita kuyakabili mashambulizi hayo. Wakati hayo yakiarifiwa, utawala Kremlin umesema kwamba mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump kwa mzozo wa Ukraine Steve anafanya ziara mjini Moscow. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amethibitisha ziara hiyo ya Witkoff na kusema Urusi itatoa taarifa kama mjumbe huyo atakutana na rais wa Urusi Vladimir Putin. Vile vile, Ukraine itapewa msaada wa ziada wa kijeshi wa euro zaidi ya bilioni 21 huku nchi hiyo ikiendelea kushuhudia mashambulizi kutoka kwa Urusi. Waziri wa ulinzi wa Uingereza John Halley ametangaza kwamba washirika wa Ukraine wa jumuiya ya kujihami NATO wameahidi kutoa msaada wa kijeshi wa thamani ya zaidi ya euro bilioni 21 huku nchi hiyo ikiendelea kushambuliwa na Urusi. Halley amesema mwaka huu ni muhimu katika vita vya Ukraine. Halley alikuwa akizungumza katika mkutano wa kimataifa ulioandaliwa kwa pamoja na mawaziri wa ulinzi wa Uingereza na Ujerumani kuratibu msaada zaidi wa kijeshi kwa ajili ya Ukraine katika makao makuu ya jumuiya ya NATO mjini Brussels. Kaimu waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amesema msaada huo utakuwa na mchango muhimu katika uwanja wa mapambano mwaka huu, akitambua kuwa amani nchini Ukraine inaonekana kuwa mtihani kufika katika kipindi kifupi kijacho. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile vile, ushiriki wa Uingereza katika mzozo wa Ukraine ni mkubwa zaidi kuliko wengi wanavyoweza kufikiria. Gazeti la The Times limesema kwenye makala iliyohusu jukumu la London katika matukio ya Ukraine. Kulingana na gazeti hilo, mnamo Februari 2022, wanajeshi kadhaa wa Uingereza walisafiri hadi Kyiv kutoa mafunzo kwa wanajeshi wa Ukraine kuendesha mifumo ya kuzuia mizinga ambayo London ilianza kusambaza. Mnamo Mei 2023, Uingereza ilihamisha makombora masafa marefu ya Storm Shadow hadi Kyiv. Gazeti la Times limesema kwamba wataalamu wa kijeshi wa nchi hiyo walitumwa kwa siri hadi Ukraine ili kuandaa ndege na makombora na kuwafundisha wa Ukraine katika matumizi yao. Safari ya viongozi wa kijeshi na kisiasa wa Uingereza kwenda Ukraine pia zilikuwa za kudumu. Kulingana na gazeti la The Times, mkuu wa wafanyakazi wa ulinzi wa Uingereza Admiral Tom Radakin alikutana na Volodymyr Zelensky takriban mara 10 akichukua jukumu muhimu katika kumaliza uhusiano usio na utulivu kati ya Kyiv na Washington. Wakati huo Waamerika hao hawakusafiri kwenda Ukraine, mara chache kwa hofu kwamba huenda uwepo wao ukaonekana kama kuingilia kupita kiasi katika vita hivyo. Tofauti na makamanda wa kijeshi wa Uingereza ambao waliruhusiwa kuzuru nchi hiyo kama inavyohitajika, gazeti hilo lilibaini. Iliongeza kuwa ziara zao wakati fulani zilikuwa za siri sana hivi kwamba walifika wakiwa wamevalia kiraia. Ushawishi wa London katika maendeleo ya mipango ya kijeshi ya Ukraine ulikuwa mkubwa kiasi kwamba moja ya maeneo ambayo Ukraine ilishindwa kukabiliana na majira ya joto ya 2023 ilipewa jina la katibu wa ulinzi wa wakati huo Ben Wallace, The Times imesema. Vile vile, hakutakuwa na amani nchini Ukraine hivi karibuni. Kaimu waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amesema kufuatia mkutano wa kundi la mawasiliano kuhusu usambazaji wa silaha kwa Ukraine uliofanyika kwa mara ya kwanza chini ya wenyekiti wa Ujerumani na Uingereza. Lazima tukubali kwamba amani nchini Ukraine inaonekana kutoweza kupatikana katika siku zijazo, alisema. Hii ndiyo sababu washirika wa Kyiv wanapaswa kuhakikisha Ukraine inapata msaada wa kijeshi. Hapo awali Bundestag iliidhinisha malipo ya euro bilioni 11 hadi 2029 kusaidia Kyiv pamoja na msaada ambao tayari uliahidiwa. Vile vile, vikosi vya wanajeshi wa Belarus vinasasishwa na mienendo ya kisasa ya kivita, ikijumuisha mafunzo yaliyopatikana kutoka kwenye operesheni maalum ya kijeshi huko Ukraine na migogoro mingine katika mafunzo yao. Pavel Muravyko, mkuu wa wafanyakazi na naibu wa kwanza wa waziri wa ulinzi wa Belarus, anasema, hapa ndipo tunapojaribu na kujumuisha katika mazoea yetu ya mapigano ufahamu uliopatikana kutoka kwenye mizozo ya hivi karibuni ya kijeshi, iwe kutoka kwenye operesheni maalum ya kijeshi ya Urusi au operesheni ya mapigano katika nchi zingine, alisema wakati wa mazoezi ya wafanyakazi kwenye mkoa wa Vitebsk. Vile vile, Marekani ilijaribu kuchukua fursa Volodymyr Zelensky wa Ukraine na mkataba wa madini, na sasa inaonekana kumpa kisogo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Maria Zakharova anasema,
Mwanadiplomasia huyo wa Urusi alisimulia katika idhaa yake ya Telegram jinsi waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alivyothibitisha kwamba Zelensky mwenyewe aliipatia Marekani fursa ya kupata maliasili ya Ukraine badala ya kupata msaada zaidi wa kijeshi. Anasema, angalia jinsi wasimamizi wa Zelensky wanavyochukizwa naye sasa, na hawajaribu hata kuficha dharau yao. Wamemtumia na sasa wanafuta mikono yao michafu na iliyofunikwa na damu kwake. Mkataba wa madini hapo awali ulisambaratika kwa sababu ya mzozo wa maneno kati ya Zelensky na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House Februari 28. Mnamo Machi 27 Kyiv ilitangaza kupokea mkataba uliofanywa marekebisho ambao ulikuwa mgumu zaidi kwa Ukraine kuliko ule wa awali. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Ndege ya upelelezi ya Uingereza ikiambatana na ndege mbili za kivita kwa sasa inaruka upande wa magharibi wa Bahari Nyeusi, kulingana na data kutoka kwenye huduma ya ufuatiliaji ya Flight Radar. Ndege ya Boeing RC-135W Rivet Joint ilipaa kutoka Waddington Air Base nchini Uingereza. Ndege hiyo ikisindikizwa na ndege ya Eurofighter Typhoon FGR-4 ilifanya ujanja karibu na pwani ya Romania na juu ya maji ya kimataifa Bahari Nyeusi. Ripoti za vyombo vya habari zinaonyesha kuwa ndege kama hiyo ya upelelezi ya kundi la Uingereza ilitokea Machi 31, 2025. Vilevile taasisi za Umoja wa Ulaya na Kaja Kallas binafsi hazihusiki katika kupanga uwezekano wa kutumwa kwa wanajeshi nchini Ukraine kufuatia usitishwaji wa mapigano chini ya kile kinachoitwa muungano wa walio tayari. Waziri wa ulinzi wa Uingereza John Halley anasema katika mkutano na waandishi wa habari baada ya mkutano wa kundi la mawasiliano kuhusu usambazaji wa silaha kwa Ukraine uliofanyika katika makao makuu ya NATO na kusimamiwa na Ujerumani na Uingereza. Wakati waandishi wa habari walipoangazia mkanganyiko unaoonekana kati ya kauli ya Kallas na Halley, waziri wa ulinzi wa Uingereza alimwelezea Kallas kama kiongozi bora wa Ulaya, lakini akafafanua kuwa Umoja wa Ulaya sio sehemu ya mipango hiyo. Halley alibainisha kuwa maandalizi ya mission nchini Ukraine yalikuwa yamesonga mbele, ambapo Kallas ambaye alihudhuria mkutano wa muungano wa walio tayari katika NATO mnamo Aprili 10 aliwaambia waandishi wa habari kwamba hata muundo wa uwezekano wa kuwepo kwa wanajeshi wa magharibi nchini Ukraine baada ya kusitishwa kwa mapigano bado hauko wazi. Vile Uholanzi imeamua kutenga euro milioni 150 ili kuimarisha ulinzi wa anga wa Ukraine. Waziri wa ulinzi wa ufalme huo Ruben anasema, ninatangaza euro milioni 150 nyingine kwa ulinzi wa anga wa Ukraine, ameandika kwenye ukurasa wa X. Kulingana na waziri huyo, kifurushi hicho kinajumuisha mifumo ya makombora ya One Hawk iliyotengenezwa na Marekani kutoka ardhini hadi angani, ingawa kubainisha ni ngapi kati ya hizo zitatolewa. Pia tutawasilisha F-16 na kipengele muhimu cha mfumo wa Patriot kwa Ukraine. Hapo awali waziri wa ulinzi wa Uholanzi alisema kuwa nchi hiyo iko tayari kuipatia Ukraine takriban euro bilioni 2 katika msaada wa kijeshi mwaka 2025, huku takriban euro milioni 500 zikitengwa kwa ajili ya utengenezaji wa ndege zisizo na rubani. Vile Ukraine imepokea silaha za kivita 400,000 tangu mwanzoni mwa mwaka huu kama sehemu ya juhudi zinazoongozwa na Jamhuri ya Czech. Waziri wa ulinzi wa Czech Genochova anawaambia waandishi wa habari, tangu Januari kumekuwa na silaha 400,000, alisema kufuatia mkutano wa kikundi cha mawasiliano cha ulinzi cha Ukraine. Tuko tayari kuendelea kusambaza silaha hizi mradi tu Ukraine inazihitaji. Jamhuri ya Czech ni mojawapo ya nchi zinazofanya zaidi kutoa usaidizi kwa Ukraine ili saidia Ukraine kupata takriban makombora milioni 1.5 ya mizinga ya aina mbalimbali mwaka jana. Kulingana na ripoti za habari za magharibi, kuja kutoka nchi za tatu, silaha hizi zinanunuliwa kwa pesa za magharibi. Vilevile kaimu waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amesema Ujerumani kwa sasa haiwezi kuipa Ukraine mifumo zaidi ya ulinzi wa anga ya Patriot. Ametoa kauli hiyo mjini Brussels kufuatia mkutano wa kundi la mawasiliano la ulinzi la Ukraine ambalo liliongozwa kwa pamoja kati ya Ujerumani na Uingereza kwa mara ya kwanza. Vilevile mwenyekiti mwenza wa chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha Mbadala kwa Ujerumani Alice Weidel amekosoa mipango ya nchi hiyo ya kuendeleza usambazaji wa silaha kwa Ukraine na kuhimiza kuunga mkono juhudi za Washington katika kuleta amani. Pistorius ametangaza wasilishaji mpya wa silaha nchini Ukraine. Hii inaonyesha wazi kwamba muungano mdogo unaendelea na mkondo wa janga wa kuongezeka kwa taa za traffic. Hii ni hatari sana, aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa X. Lazima tuunge mkono juhudi za Marekani katika kufikia usitishaji mapigano, Weidel
alisisitiza. Vilevile, kikundi cha mawasiliano kinachoratibu vifaa vya kijeshi kwa Ukraine kimeanzisha muungano wa vita vya kielektroniki katika mkutano wake mjini Brussels. Waziri wa ulinzi wa Ukraine Rustem Umerov anasema, leo kama sehemu ya mkutano wa kundi la mawasiliano la ulinzi la Ukraine pamoja na mwenzangu waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius, nilitangaza rasmi kuanza kwa muungano mpya ambao utakuwa kwenye vita vya kielektroniki, Umerov amesema katika chapisho kwenye channel ya Telegram ya Wizara ya Ulinzi ya Ukraine. Muungano huo mpya ni wa 9 kuundwa na kundi la mawasiliano baada ya ulinzi wa anga wa F-16, drone, maritime na miungano mingine. Kulingana na Umerov, nchi 10 zimejiunga na mpango huo lakini hakutoa majina yao. Vilevile, kaimu waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amesema kwamba alishikwa na tahadhari na ripoti za vyombo vya habari kwamba silaha za Ujerumani zilizokabidhiwa kwa Kiev zilikuwa duni. Anasema, nilizingatia ripoti hizi kwa mshangao, alisema kando ya mkutano wa kikundi cha mawasiliano juu ya usambazaji wa silaha kwa Ukraine. Afisa huyo mkuu wa utetezi alisema kwamba alikuwa akiwasiliana mara kwa mara na washirika wa Ukraine na hakuwa na ufahamu wa malalamiko kuhusu mifumo ya mapigano ya Ujerumani. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Tovuti ya The New York Times inasema ujumbe wa Ukraine umewasili Washington kujadili makubaliano ya madini. Kulingana na taarifa yake, ujumbe wa Ukraine unaongozwa na Taras Kachka, naibu waziri wa uchumi na mwakilishi wa biashara wa Ukraine. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kudumu kwa siku 2. Mkataba huo wa madini hapo awali ulisambaratika mnamo Februari 28 baada ya Volodymyr Zelensky kupigia kelele na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House. Vilevile, utawala wa Washington unazingatia safari ya mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve Witkoff nchini Urusi na mkutano wake na kiongozi wa Urusi Vladimir Putin kama hatua nyingine ya kusitishwa kwa mapigano na suluhu la mwisho nchini Ukraine. Katibu wa habari wa ikulu ya White House Caroline Levitt anawaambia waandishi wa habari, naweza kuthibitisha kwamba Witkoff yupo nchini Urusi kuwa na mawasiliano moja kwa moja na Kremlin na Vladimir Putin. Hii ni hatua nyingine katika mchakato wa mazungumzo kuelekea kusitishwa kwa mapigano na makubaliano ya mwisho ya amani nchini Urusi na Ukraine. Nadhani rais amekuwa wazi kwamba amekuwa akikatishwa tamaa na pande zote mbili za mzozo huu na anataka kuona mapigano haya na anataka vita viishe. Mwisho wa kunukuu. Vilevile, rais wa Marekani Donald Trump atashindwa kufanya makubaliano na Volodymyr Zelensky kwa sababu Zelensky si mwigizaji anayejitegemea na wale wanaomdhibiti hawatampa Trump mambo ya kuridhika. Viktor Medvedchuk, kiongozi wa vuguvugu nyingine la Ukraine na mkuu wa zamani wa chama kilichopigwa marufuku huko Ukraine, anasema Trump anapompa Zelensky dili haelewi kwamba anashughulika na si mjasiriamali bali na kibaraka wa kisiasa ambaye kamba zake angeweza kuziona muda mrefu kama angetaka, na hizi kamba zinavutwa na maadui zake wa kisiasa ambao kazi yao ni kumweka katika nafasi ya kupoteza. Hata akilazimishwa kufanya mpango, hakuna mtu atakayeitimiza. Dili zinafanywa na wale ambao wana maamuzi ya siku, na Zelen ni siku ambayo maamuzi yao yanafanywa na Zelensky siku moja. Kazi yake ya kisiasa haikuwa na utashi wa kisiasa au uhuru, aliandika kupitia safu yake ya AIF.ru. Tukihitimisha na taarifa kutoka uwanja wa kivita, kundi la mapigano la Russia Kusini limesababisha vifo vya takriban askari 310 wa jeshi la Ukraine na kuharibu ndege 18 zisizokuwa na rubani, na hiyo ni katika maeneo karibu na makazi ya Nikiforovka, Tarasovka, Slavikasovska, Vyanevsky, Veralaya, Slaviansk, Besoyanevsky, Konstantinovka na Shebinovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.